Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tupo katika mwaka mtakatifu, mwaka wa jubilei, ambapo kauli mbiu yetu sisi ni mahujaji katika matumaini. Mahujaji wana lengo, na lengo la hawa mahujaji katika matumaini wanamwendea Mungu. Na ndio maana ukianza kuelezea kanisa ni nini, kanisa ni watu wa Mungu wanaosafiri kumwelekea Mungu. Kanisa ni hawa mahujaji hawa wanaomwelekea Mungu. Na kwa sababu hiyo, ukiangalia hayo yote, utaona kwamba duniani sio kwetu. Sisi ni mahujaji, wapita njia, tunamwelekea Mungu. Na tunafanya mazoezi mara nyingi katika kutembea, katika kufanya hija, katika yote haya yote yanayotuelekeza kwenda kwa Mungu. Na tumeumbwa na Mungu kwa sababu maalum. Kama yeye ametuumba, lazima tumfahamu muumba wetu. Kwa sababu hiyo, sababu ya kwanza ambayo tunahitaji kuitimiza ni kumjua muumba wetu, kufanya bidii kumtambua kwa namna mbalimbali muumba wetu, kwa ili tumjue kama ametuumba, na ametuumba kwa namna ya ajabu na kwa namna ya pekee. Kila mmoja anakuwa wa pekee mbele ya Mungu, na kila mtu ana jina lake, na yeye anatufahamu kila mmoja wetu, na anatuita kila mmoja kwa jina lake. Ni lazima tumpende muumba wetu huyu ambaye ana lengo na sisi. Ni lazima tumtumikie pasavyo, na mwisho tufike kwake. Ukayaona hayo yote yanahitaji sana imani thabiti ambayo imejikita katika ufahamu huo wa muumba wetu. Inahitaji matumaini thabiti kwa yule tunayemuomba katika sala zetu. Inahitaji utumishi wa dhati. Utumishi huo unaotoka moyoni kumwelekea yule aliyetuumba. Na ndio maana safari yetu ya kumwelekea yeye ni safari ya furaha. Ni safari ambayo si ya huzuni, kwa sababu tunafurahia tukamuone muumba wetu. Kwa hiyo ni safari hiyo. Leo katika parokia yetu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Kiharaka tunaadhimisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, tunaadhimisha sakramenti ya kipaimara kwa watoto wetu hawa wako 70 ambao wanaimarishwa, ambao wanamaliza sakramenti za makuzi, sakramenti za malezi, sakramenti zinazomwingiza muumini katika kanisa la Mungu. Na kwa sababu hiyo ndio maana baada ya maandalizi hayo wakatambua vizuri kile unachokiendea, hiyo sakramenti ya kipaimara, leo wanathibitishwa rasmi, leo wanaimarishwa, leo wanahakikishwa katika imani Katoliki. Ni wana wa kanisa Katoliki, si kwa sababu ya yale wanayoyafahamu, ila ni kwa sababu ya maisha waliojifunza. Na ndio maana maisha haya na majifunzo haya na malezi haya si tu pale kanisani, yanaanza na wazazi. Na katika wazazi wetu lazima wawe na sehemu ya kuchangia kuwafundisha watoto hawa, waweze kufuatilia
mafundisho yao, waweze kukaa nao, kusoma maandiko matakatifu, kutafakari pamoja nao, na waweze kujifunza kwa uhakika imani, na watambue kwamba hawakai pale pale ni kwa ajili ya umisionari, waweze kutangaza imani. Na katika kutangaza imani hiyo wanaitangaza kupitia ushuhuda, na ushuhuda wao si wa maneno, ni wa maisha yao wanayoyaonyesha katika ulimwengu. Mtaguso wa Pili wa Vatikano, hasa katika hati yake ya Mwanga wa Mataifa kwa Mataifa, Lumen Gentium, unatualika kutakatifuza malimwengu. Hatuwezi kutakatifuza malimwengu kama tunaishi tofauti na kile tunachokiamini. Tunatakatifuza malimwengu kuendana na maisha yetu tunayoishi. Kazi yetu kubwa kuupeleka ulimwengu kwa Muumba. Kazi yetu kubwa kuishi imani hiyo na kuishi maadili Katoliki. Kwa hiyo tunaitwa hivyo. Na ndio maana katika hati hiyo tunasema kwamba tumeitwa kuwa watakatifu. Ndio wito mkubwa. Tumeitwa kuwa watakatifu. Na ndio maana tunapoadhimisha sakramenti hii ya kipaimara kwa watoto wetu, tunaadhimisha vile vile sakramenti nyingine, sakramenti ya ndoa. Hii sakramenti ya ndoa, kwa sakramenti ya kipaimara ni mimi naadhimisha. Kwa sakramenti ya ndoa ni wanandoa wanaadhimisha. Na ndio maana sakramenti hiyo inaitwa sakramenti ya huduma. Na katika sakramenti 7 za kanisa, sakramenti za huduma ziko 2 tu. Sakramenti ya ndoa na sakramenti ya daraja takatifu. Kwa hiyo katika sakramenti hiyo ya ndoa, wenzetu watakapokuwa wanaadhimisha, na wakati huo huo mimi nikiwa nashuhudia kwa niaba ya kanisa, tutakuwa tunaangalia yale wanayoyatamka. Tutaangalia yale wanayoyafanya, wanafanya agano. Na sakramenti hii ya ndoa, msingi wake mkubwa na kiini chake kikubwa ni upendo. Na kwa sababu hiyo wanandoa hawaendi kufunga ndoa kwa sababu tu wana mtoto. Hawaendi kufunga ndoa kwa sababu wanataka wakaishi kama kaka na dada. Wanaenda kufunga ndoa kwa sababu wana upendo. Wanaweka hilo agano mbele ya kanisa. Na kwa sababu hiyo yale wanayoyatamka lazima yatoke moyoni. Na wanapotamka kutoka moyoni, watasema mbele ya Mungu mwenyewe. Upendo wetu hauwezi ukalala katika raha tu. Tasema katika raha, katika furaha, katika magonjwa, katika afya, upendo unaonekana. Kwa ndio hivyo. Ndio hawa wanandoa wetu, msingi wake na kiini chake kipo hapo. Na kwa sababu hiyo ndio maana ndoa ni agizo kutoka kwa Mungu, si uumbaji wa mwanadamu. Ni agizo kutoka kwa Mungu, ni Mungu anaagiza. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo, toka uumbaji, kutoka hapo mwanaume na mwanamke watawaacha wazazi, wataungana, hawa wataambatana, hawa watakuwa mwili mmoja. Kwa si swala la kutunga, na wala si sehemu ya haki ya binadamu. Nasema kama ni haki ya binadamu. Ndio maana leo watu wanatunga haki za binadamu. Wameingia sasa katika vitu ambavyo si ndoa, wanasema ni ndoa. Ndoa, anasema ndoa ya jinsia moja. Mwanaume anamuoa mwanaume, mwanamke anamuoa mwanamke.
hayo si mapenzi ya Mungu. Huo si mpango wa Mungu. Hilo si agizo la Mungu. Mwanamke na mwanamume, hawa ndio wanaweza kufunga ndoa. Na ndoa yao wanayoifunga kiini chake upendo, si watoto. Upendo. Wanakuwa katika upendo. Na ndoa hii, na ndio maana wanaahidi watoto watakao wapata watawalea katika imani. Na kwa sababu hiyo tunaona kwamba ndoa inakuwa ni chemichemi ya familia, na familia ni msingi wa kanisa. Na kama ni msingi wa kanisa, familia inakuwa ni shule ya imani, shule ya upendo, shule ya maadili. Tunajifunza kila kitu kutoka katika familia. Kwa hiyo kama wazazi wakiwa wazembe, hawasali, mtoto wa nyoka ni nyoka, watoto hawatasali. Kama wazazi wakawa busy sana, hawana nafasi na familia, malezi yanasuasua. Na malezi yakisuasua, ulimwengu unaingia kati. Na ulimwengu kiingia kati, tunapata taifa la ajabu. Tunapata watoto wa ajabu, wasio na maadili, wasiojali mambo ya Mungu, wasiofuata mpango wa Mungu. Na matokeo yake ndio tunaongea sasa katika familia, katika yote haya, katika jamii kuna ushoga. Kwa sababu ya uzembe katika malezi, ushoga unaingia kwa sababu ni ulimwengu umeingia huko. Ndio yako kwenye ulimwengu huo. Tamaa ya mali, tamaa ya fedha inawaingiza katika malezi mabaya, ujambazi, utumiaji wa dawa za kulevya. Matokeo yake tunapata watoto mazezeta, tunapata watoto ambao wamezeeka kabla ya wakati. Katoto kana miaka 10 lakini kanakaa kama kana miaka 50, kababu, kabibi. Hili ni tatizo, kwa sababu wamekosa mambo ya msingi katika maisha yao, maanake malezi bora. Na ndio maana leo tunapoadhimisha sakramenti hizi mbili, sasa tusikie masomo ya Pentekoste. Masomo ya Pentekoste yanatukumbusha sana kwamba Roho Mtakatifu tunaye. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye anakaa kwetu. Kwa maneno mengine, sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ndiye anayetuongoza. Na sasa ujio wake sasa, tunajuaje ujio wa Roho Mtakatifu kati yetu? Ndio maana tumesikia masomo haya, uhusiano wetu, tunavyoongea na wenzetu, tunavyoziangalia familia zetu. Na ndio maana hata utume wetu lazima uanze kwenye familia, kulea. Kama unaanza kuongea lugha mpya, lugha ngeni, kumtangaza Kristo, habari njema kwenye familia ni ya kwanza. Basi hivyo, ukiacha familia yako iko hovyo, alafu uko nje ukaonekana mzuri, wewe ni mnafiki. Umepewa zawadi ya familia, umeshindwa kuilea, kule unafanya maonyesho. Lazima utengeneze ndani. Na ndio maana hata katika kutengeneza ndani lazima uanze wewe mwenyewe. Roho Mtakatifu alipowajia mitume katika somo la kwanza, kulikuwa na mabadiliko. Sio wale tena. Walikuwa na umoja, walikuwa na ushirikiano, walinena mamoja, na watu wakawaelewa.
Na walipowaelewa wakashuhudia. Kwa kweli, kwa umoja huu, kwa ushirikiano huu, kwa upendo huu, si kazi ya binadamu, maajabu ya Mungu. Kwa sababu hawa walijiachia bila kujibakiza kwa Roho Mtakatifu akatawala maisha yao. Na ndivyo inavyotubidi sisi kama wanakiharaka hivi hapa, moyo mtakatifu wa Yesu huo, tukiwa hapa kama wana parokia, kama jumuiya moja, kama familia moja. Roho Mtakatifu atutikise, Roho Mtakatifu awe nasi, Roho Mtakatifu atufanye tuwe pamoja na tumtegemea na tumshukuru Mungu katika hilo. Na kuyaona hayo kwamba pamoja na kuishi pamoja, kila mtu ni wa pekee mbele ya Mungu. Kila mtu ana kipawa chake. Hakuna aliye photocopy ya mwenzake. Na kwa sababu hiyo, ukiwa kiongozi usiseme lazima wote wawe kama mimi. Ndio maana tunathamini utofauti huu, tunathamini vipaji hivi, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya vipaji hivi, na vinatumika kwa ajili ya maendeleo ya jamii ya Kikristo, si kwa ajili ya kitu kingine. Ndio tunavyosikia katika somo la pili, ninatueleza hivi. Kuna tofauti ya karama, kuna tofauti ya utendaji wa kazi, kuna nini na vyote hivyo. Kwa hiyo usije ukaanza kufanya watu wawe kama wewe. Na ndio maana wazazi, hata mnapotoa majina kwa watoto wenu, muhakikishe kwamba wanatoa majina ambayo ni ya ujumla, si kwa ajili ya vionjo vyako. Mimi ni mpenzi wa mpira, kwa hiyo naanza kutafuta majina ya wachezaji, hata ujui hata jina maana yake nini, wewe unaita tu. Kuna sehemu fulani niliona mtoto anaitwa Diouf. Kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Diouf, alikuwa mchezaji mzuri sana, nadhani wa Senegal kama sikosei. Alikuwa anacheza sana, anaitwa Diouf. Kwa sababu tu napenda awe hivyo, alafu matokeo yake ni shida. Au niko katika matatizo, nimehangaika mno, mtoto amezaliwa. Huyu mtoto ataitwa Vumilia huyu. Nilikuwa katika shida, labda nilikuwa nimekosana na majirani na nini, nimefanya nini, huyu mtoto ataitwa Majuto. Hasa mtoto anapokuwa anasema jina gani, Vumilia? Na wewe mzazi unakazana kasa Vumi. Jina hilo linamsaidia nini mtoto huyu? Si kwa sababu ya vionjo vyako wewe. Kwa hiyo muangalie mtoto huyu jina ambalo litamuumba. Ukimuita mtoto Tabu, kweli atakuwa Tabu. Ukimuita mtoto Sikitiko, atakuwa Sikitiko kweli kweli. Kwa sababu jina hili linamuumba. Na ndio maana hata mama kanisa aliona kwamba majina haya yaendane jamani na karama hizi. Hili jina limlee mtoto huyu, limuumbe mtoto huyu aendane na somo wake. Ndio tunayotakiwa hivi. Na ndio maana nasema kwamba jamani, hizi karama ambazo ni tofauti, kwa usivutie kwako tu. Uwe tayari kuwapokea wenzako. Uwe tayari kuweka mkando tofauti zile, ili tuweze kuishi pamoja kama kitu kimoja. Na tutafanikiwa. Na ndio inavyoeleza kwamba hakuna cha Myunani wala cha nani. Sisi sote ni familia moja. Hii familia moja hii inatokana kwamba utofauti katika umoja. Kwamba kila mmoja ni wa pekee, lakini upekee wake huo ni mchango katika umoja huu. Kwa kipaji alicho nacho anachangia katika umoja wetu huu. Kwa sababu mimi nataka wote wawe kama mimi. Unataka kulazimisha watu wote wawe kama wewe. Mtu akienda kinyume chako ni adui yako. Kwa sababu wewe ni kiongozi. Haiwezekani. Tunaambiwa kabisa hiyo. Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani mwetu, si kwa ajili ya vipaji tulivyo nazo tuanze kujivuna na tuweze kuwa na kiburi. Hapana. Ila tuwe wanyenyekevu na kusema asante Mungu kwa kunijalia kipawa hiki, na nikitumie kwa sifa na utukufu wa jina lako. Na katika Injili bado tunakumbushwa vile vile kwamba nikiwa katika dhambi, niko katika mahangaiko, sina amani. Amani kwenu. Amani itakuja tu
kama sina kitu au sina kinyongo au sina uadui, la sivyo nitaangalia kasa adui yangu anakuja nini. Yule ni adui yangu. Huku nyuma adui yangu amekaa. Sasa kumbela sija kanirushie kisu. Sasa mahangaiko haya ni kutokana na kukosa amani. Na ndio maana katika nchi yetu ya Tanzania tunaombea, tunasema jamani, kuwepo haki na amani. Lazima viende pamoja. Haki na amani. Penye haki pana amani. Mtakatifu Francisco alisema kabisa hapa, Mungu unijalie kwanza kupenda kuliko kupendwa. Pale penye chuki niweze kuleta maelewano. Pasipo na amani nilete amani. Nitaletaje amani kama mimi sio mjumbe wa amani, kama sio mjumbe wa haki? Na mtu ambaye atambui kosa lake ni shida sana. Na kama mwanadamu fulani anasema mimi sina tatizo, huyu ni tatizo kubwa sana katika jamii. Ana tatizo kubwa. Yaani mimi najipekua sina tatizo. Na kama anasema sina tatizo, jua kama mimi ni tatizo kubwa katika jamii. Na mtu ambaye atambui kosa, kila mara anaona watu wanamuonea, anataka sifiwe kila wakati. Ni ngumu. Sifiwe tu. Watu wakukosoe, unaona kwamba wanakuonea. Yaani watu saizi hawanipendi. Watu hawa wanataka si nini. Kaa chini. Tathmini. Wewe ni binadamu, si malaika. Una safari ya kumwendea Mungu. Una safari ya kuelekea katika ukamilifu. Una safari ya kufanana na Yesu. Mwisho uwe Yesu. Na kama uwezo kutambua makosa yako ni vigumu sana. Na ndio katika ulimwengu wetu wa leo uwe. Yaani kila mtu anatakiwa anaona ameshakuwa malaika. Anaona kwamba hana kosa. Na hili ndio linalovuruga nyanja mbalimbali, vuruga familia, linavuruga jamii, linavuruga hata nchi. Kutotambua makosa yetu ni shida katika ulimwengu wetu. Tusipotambua makosa yetu. Kutambua kosa lako ni hatua ya kwenda mbele kuelekea katika utakatifu. Kwamba Mungu, naomba msamaha, unisamehe. Jirani yangu nimekukosea na kuomba unisamehe. Na ndio maana katika Injili hiyo tunakumbushwa hayo yote. Sasa jamani, Yesu alisema amani kwenu. Hiyo ni zawadi ya kwanza. Zawadi ya pili, pokeeni Roho Mtakatifu. Nendeni mkafanye utume, mkaondolee watu dhambi kwa wale mitume wale. Na sisi watu tuwe na msamaha na tuwe na upatanisho. Na ndio maana katika sinodi mbili za Afrika, sinodi ya kwanza niliangalia kanisa kama familia. Sinodi ya pili ya Afrika inaliona kwamba jamani, jamii yetu tunahitaji upatanisho. Sasa Afrika, upatanisho. Na upatanisho si tu kwa sababu ya makosa, ila ni kwa sababu vile vile ya yale mimi siwezi nikabadilika. Na ukisema siwezi nikabadilika, wewe ni mfu, umeshakufa tayari. Ndio maana uwezo kubadilika kwa sababu umekufa. Yaani kama ukisema hivi mbele ya watu, wanasema raha ya milele mpe Bwana na mwanga wa milele muangazia, pumzike kwa amani. Mtu kama huyo. Lakini upatanisho ni kile kitendo cha kwamba yale ambayo yananifanya niwe na ubinafsi niyaweke pembeni. Yale yanayonikutanisha na wenzangu niyapokee. Kama nimekosana na wenzangu nijirudi. Kama wenzangu wananikosoa niwe tayari kupokea na niweze kweli kwenda mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo wanaofunga ndoa na wanaopata sakramenti ya kipaimara tunawaombea. Na haya hizi naweza kusema ni sakramenti mbili zinaenda pamoja ambazo zinakuwa katika familia. Wanaofunga ndoa bila shaka wana familia. Na bila shaka wana watoto. Na wale ambao wamewaleta watoto hawa, pengine wengine bado hawajafunga ndoa, huenda ni wachumba sugu. Lakini watoto wanapata sakramenti ya kipaimara leo. Lakini ukikumbuka walivyoahidi siku ile,
wazazi, mko tayari kuwalea watoto wenu na nini kama Yesu aliyofanya? Tupo tayari. Sio wanafundisha nini sijui. Kwa hiyo nitathmini vile vile ya sisi sote. Hawa wanapata sakramenti ya kipaimara, lakini na sisi tulipata sakramenti ya kipaimara. Tunakwendaje? Ni wamisionari au tunababaisha? Tulifunga ndoa tayari. Je, tunaiziishi vizuri au tumeshafarakana tayari? Tumeshatafuta taraka. Watu sasa hizi wanatafuta taraka. Kila mtu anakimbilia mahakamani. Wengi wanakimbilia mahakamani siku hizi. Wanaona kwamba wakienda kuongea kanisa linaweza kurudisha, sitaki. Sasa ulifunga ndoa ya nini sasa? Ndio maana tunawahoji hawa watu hawa. Tunapowahoji hawa watu hawa, tunataka wajibu. Na wanapojibu si kwa ajili ya maonyesho ya mbele ya watu hapa, ni maisha yao wanayoenda kuishi. Hata walipoandikisha ndoa waliulizwa, mmejiandaa vizuri kwa ajili ya hayo yote? Tumejiandaa vitu kama hivi. Kwa hiyo sasa ukianza kumekorofishana hapo, mwanamke huyu, nani alikutafutia mwanamke huyu? Mwanaume huyu, nani alikutafutia? Tulikuwepo sisi. Ninyi ndio mliamua. Na hakuna aliyelazimishwa, ni njia yako ambayo umeamua wewe ili umtumikie Mungu wako katika njia hii. Sasa unakuja kwa paroko, mnashauri paka wakati fulani masaa 16 bado shauri linaendelea. Kwa hiyo mjitafakari jamani, kabla mjafika hapa. Kama unataka kugairi, wewe sema tu mimi nagairi. Kama unataka basi utakuja hapa. Kuna wengine hata mwaka uishi utashangaa, yani mimi nimeshachoka. Umechoka lini jamani? Nimefunga juzi. Ndio umefunga juzi unasema umechoka. Umechoka nini? Na shetani anaangalia kama mlikuwa kwenye uchumba sugu. Sasa mnapofunga ndio anakuja sasa. Na anapiga hodi hapa, unashangaa ni yule yule au? Sasa hizi mlikuwa mko vizuri sana, lakini mtakapofunga ndoa hapo, kila mtu anaanza kuonyesha makucha yake. Ile itakuwa tatizo.